Kichwa cha somo cha leo: faida ya kuwa na macho rohoni. Katika Wakorintho wa pili 10:3 inasema, ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Mstari wa 4, maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Tunaangusha, mstari wa 5, tukiangusha mawazo na kila kitu kijiinuacho kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Nimalizie na huu mstari wa 6, anasema tena, tukiwa tayari kupatiliza maasi yote, kutii kwenu kutakapotimia. Efeso 6:10. Efeso 6:10, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha, mstari wa 11, vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za Shetani, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Mithali, andika hiyo ili nitakapojaribu kufafanua niende kwa haraka kidogo, maana leo Mungu aliachilia upako, tumejifunza vitu vingi tu vizuri. 14:12, Mithali 14:12 anasema, iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia ya mauti. Baba, asante kwa neno lako. Hebu kaseme na kila mtu, kaseme na nafsi yangu, lakini ukaseme na makutano haya kwa neema yako, kilivuvia neno lako, Roho Mtakatifu kiachilia mamlaka katika hili neno, katika jina la Yesu, amen. Macho ya rohoni, faida zake ni nyingi sana. Nitatamani tuwe na wakati tuongee, uweze kuelewa na uanze kutamani kuwa mtu ambaye unatafuta kwa bidii, unamsihi Mungu aweze kukufungua malango ya macho yako ili uweze ukaelewa na yote. Cha kwanza, macho ya rohoni ni nini? Ni kuwa na uwezo wa kuyaona, kutambua, kuelewa mambo ya kiroho ambayo hayawezi kuonekana kwa macho ya kawaida au macho ya kimwili.
uwezo wa kuona ukweli wa vitu vilivyo kiroho. Ulimwengu wa kiroho unafahamika na watu walio kwa namna ya Mungu. Paulo anasema katika Wakorintho wa pili 10:3 ile tumesoma, anasema ingawa tunaenenda kwa namna ya mwili, lakini hatufanyi vita kwa namna ya mwili. Bwana Yesu asifiwe. Anasema silaha zetu zina Mungu. Kwa hiyo utaona faida ya kwanza kutoka pale. Mtu aliye na macho ya rohoni, namna yake ya kwenda, ataenda kwa namna ya Mungu. Hataenda kwa namna ya mwili unavyoenda. Hataenda kwa namna ya upepo wa kisiasa. Hataenda kwa namna ya ushabiki. Atakuwa na jicho lile la ndani kama walilokuwa nalo wale tuliowasoma akina Joshua na Caleb kwenye Hesabu 14. Okay. Labda utasema ni muujiza gani kuhusu macho ya rohoni? Pengine ni vile ambavyo Isaya kwenye sura ya 6 anasema alienda mbinguni kwenye kiti cha enzi, akaona kiti cha enzi, akaona wale wenye uhai wanne, akaona maserafi, akaona mbingu. Pengine ndio huko kuwa na macho ya roho, si tu kuona malaika na kuona vitu vya mbinguni na kufunuliwa mambo mbalimbali, lakini macho ya rohoni inaweza ikawa ni hali ya mtu kuona hatari na akajiepusha na hiyo hatari, kuona jambo jema na akaliendea hilo jambo jema. Huyu mtu ambaye anaweza akatambua hatari na akatambua mabaya akayaendea mema badala ya mabaya, huyu mtu ana macho ya rohoni. Kwa sababu kuna mtu mwingine alikuwa anachukua hii kwa huu msamiati mkubwa sana, macho ya rohoni. Mimi haya macho ninayo. Sasa inaweza kawaje? Ni ile hali ya ndani ambayo mtu anaweza akaona hatari iliyoko mbele yake akajiepusha nayo. Hata kama anaona jambo ni jema, lakini katika macho ya ndani anaona hatari, atajiepusha nayo. Mtoto yule ambaye anasema sitaambatana na hawa watu hata kama wananipa zawadi, lakini mwisho wake utakuwa ni mbaya, akajiepusha nao. Huyu mtu ana macho ya rohoni. Huyu mtoto ana macho ya rohoni. Huyu mtu anayesema huyu shoga, siwezi kuambatana naye, ingawa anaenenda katika mwili, lakini ile vita anaitambua kabla ijaja. Katika Mithali 14:12 anasema iko njia ionekanayo sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni mauti. Mwisho wa hiyo njia ni uharibifu. Mwisho wa hiyo njia ni kuangamia. Mtu mwenye macho ya rohoni atatambua njia iliyo njema na akaiendea. Kuwa na macho ya rohoni, faida yake katika hiyo Mithali 14:12, faida yake mtu ataona njia, ataiendea. Ataona njia ya Bwana, ataiendea. Ataona njia ya uharibifu, ataiepuka. Ni mtu yule ambaye ana mtazamo mzuri
mbele yake. Faida ya kuwa na macho ya rohoni ni kuwa na utambuzi wa hatari, kuiepuka na jambo jema kuliendea. Kuna mtu mmoja katika Ruthi 1 mstari wa 1 mpaka 6 anaitwa Elimeleki. Huyu baba alikuwa na mke aliyekuwa anaitwa Naomi, na alikuwa na watoto wawili waliokuwa wanaitwa Malion na Kilion. Na hawa vijana walioa baada ya baba yao kufa huyu Elimeleki. Wake zao alikuwepo Opa au Olpa. Huyu Elimeleki alikuwa ni Myuda. Katika hiyo Ruthi 1 kuanzia mstari ule wa kwanza, ukianza kusoma pale, Biblia inasema alitoka Yuda kwa sababu kule Israeli kulikuwa na njaa, akaondoka akaenda nchi ya Moabu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Alipofika kule Moabu, for sure kulikuwa na chakula. Kule kwao walikotoka hakukuwa na chakula, ila Biblia haitoi wangapi walikufa kwa njaa kule Yuda alikotoka. Sasa huyu Elimeleki alipoikimbia njaa kuiendea nchi ya Moabu, yeye aliona chakula kwenye nchi ya Moabu. Kuna mtu umefungua mpaka hapo nilipokuwa naendelea kuongea? Umefungua hapo Ruthi 1. Ruthi iko nyuma ya kitabu, iko mbele ya kitabu cha Waamuzi. Kulikuwa na njaa katika nchi, akaondoka mtu mmoja wa Bethlehemu ya Yuda, akaenda kukaa katika nchi ya Moabu, yeye na mkewe na wanawe wawili. Na jina la mtu huyo aliitwa Elimeleki, na jina la mkewe Naomi, na majina ya wanawe wawili Maloni na Kilioni, Waefrathi wa Bethlehemu ya Yuda. Wakafika nchi ya Moabu, wakakaa huko. Akafa Elimeleki mmewe Naomi, na yule mwanamke akasalia na wanawe wawili, nao wakaoa wake katika wanawake wa Moabu, na jina la mmoja aliitwa Opa, na jina la pili Ruthu. Wakakaa huko yapata miaka 10. Wakafa na Maloni na Kilioni wote wawili, na huyo mwanamke akawa amefiwa na wanawe wawili na mumewe pia. Mstari wa 6. Ndipo alipoondoka yeye na wakweze ili kurudi kutoka nchi ya Moabu, maana huko katika nchi ya Moabu amesikia ya kwamba Bwana amewajiria watu wake na kuwapa chakula. Amen. Alipotoka Yuda kulikuwa hakuna chakula. Alikuwa naenda Moabu kwa soko na chakula. Aliona chakula, hakuona mauti. Na ndivyo ilivyo sana kwetu, na tunahitaji sana macho ya rohoni. Kuna mahali tunaenda, tunafikiri kwa macho ya nyama, kwa taarifa za mahali, tukifikiri itakuwa salama. Kuna miradi tunaiendea, tunaianzisha hiyo miradi kwa taarifa za tetesi za watu. Hatuangalii hasara itakayokuwepo pale, hatuangalii roho ya mauti iliyo kwenye hiyo biashara. Tunaiendea tu kama vile Elimeleki ambavyo aliangalia Moabu kwa chakula, hakuangalia Moabu kwa namna ya mauti. Ilipofika wakati sasa, hakukaa, akafa Elimeleki, na yule Naomi akabaki
peke yake. Sasa ana watoto wawili vijana wa kiume, Maloni na Kilion, wako pale. Bila shaka huenda yeye ndiye aliwashauri watoto wake kwamba ebu oeni. Wakaoa, mmoja akaoa mwanamke anaitwa Opa, mwingine akaoa mwanamke anaitwa Ruth. Walipokuwa wanaendelea kuishi, bila shaka wale hawakuwapatia hata watoto, wakafa. Akafa Malon, akafa na Kilion, wakafa vijana wa yule mama wote, akabaki na wakwe. Na wakati ameendelea kuwepo pale, taarifa ikaja kule kwao kwamba Yuda sasa kuna chakula. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Wakati ule Elimeleki angejua, asingeenda Moabu kwa ajili ya chakula. Angejua kama atakufa yeye na watakufa watoto wake, asingeenda. Bwana Yesu asifiwe, asingeenda. Ni kwa sababu ya kukosa macho ya rohoni, asingeenda. Walikufa vijana wa kiume, alikufa baba na wakafa wale vijana wake wa kiume, wanawake wakabaki. Kulikuwa na roho ya mauti kule. Kama Mungu akupe macho ya rohoni, mambo unayoyaendea yakawe na faida, wala yasiangamize maisha yako katika jina la Yesu. Kama Mungu akupe macho ya rohoni katika jina la Yesu. Binti ambaye hujaolewa, kama akupe macho ya rohoni, usiendee chakula kwa mume. Pale ulipo pengine pana neema kuliko kule unakokimbilia. Unakoenda Mungu akupe macho ya rohoni. Binti, usikimbilie fedha, usikimbilie utajiri, usikimbilie magari, usikimbilie chochote. Kama Mungu akupe macho ya rohoni, unaweza ukaenda ukapata hasara ya mauti. Kuna watu wamejiatachi mahali, badala ya hali zao kuwa bora zimekuwa za aibu. Kwa sababu kazi za shetani, mahali anakokuongoza yeye ni kuchinja, kuua na kuharibu. Anaharibu ile mpango wako, anaharibu hatima yako. Kijana, unapotafuta mke, usitafute tu urembo. Angalia Mungu anakupa amani kiasi gani juu ya huyo mke. Bwana Yesu asifiwe. Utakuja kulia, unahitaji macho ya rohoni, kwa sababu unauza utu wako forever. Ukiingia mpaka kufa ukae na huyo. Tena Wakristo hatutaki kuacha na kuoa, kaa na huyo. Kuna watu wamejiingiza kuoa mke anamtesa maisha yake yote, na Wakristo wanaendelea kuvumilia. Na ukija kwangu naambia vumilia. Bwana Yesu asifiwe. Mmoja alinipigia simu, niliwaambia, anasema mchungaji, nasema halo, anasema halo. Aha, unasemaje mpendwa? Anasema mimi naondoka, ndoa imenishinda. Nikaambia subiri nije niwapatanishe. Akaambia kwani wewe mchungaji utasema nini? Kuna cha ziada? Si utasema tu pataneni. Naenda. Nikamwambia sasa unanipigia simu ya nini? Mimi sio mtu wa kunitaarifu mabaya. Wewe taarifu kwamba unaomba msaada. Hata kwa Mungu unaomba kwa kuomba msaada, sio kuwa na maamuzi. Akasema ndio hivyo. Nafikiri kwa lugha nyingine sasa, nimepakia mizigo kwenye bajaji tayari. Ukiingia kwenye ndoa forever, usipange kutoka. Mungu anachukia kuachana. Malaki 2:15. Kaa pale. Lakini kabla ya kuingia, uwe na macho ya rohoni. Uwe na macho ya
Wewe baba uliyeingia, kaa hapo hapo. Wewe mama uliyeingia, kaa hapo hapo. Tena usilete mbwembwe. Mungu atakupiga kwa sababu mbwembwe zako zinaonekana. Kwa sababu namkomoa, si atuachane. Basi yeye mwenyewe ndio nitamkomoa mpaka apate. Utakipata wewe. Kaulize waliotaka kumkomoa Musa. Huyo mume ni Musa wako, ni kuhani wako. Waheshimu waume zenu kama mnavyoheshimu kichwa cha Kristo. Kristo ni kichwa cha kanisa, na huyo mume ni kichwa cha mumewe. Wakati walipomdharau Musa, Miriam aliwahi kujaribu kucheza mchezo huo na kaka yake Haruni. Mungu alimpiga Miriam, akaganda, akapata ukoma, akawa mweupe. Kwa maombi ya Haruni akamwomba Musa, muombee tu huyu. Ni kweli tulikusemea umbea hapa, tulisema kwamba wewe umemuoa huyu mataifa na nini, tulisema kweli. Naomba umrehemu. Sasa hii aibu itakuwaje hapa? Nao wote tumbo hili moja, walikuwa ni wanandugu, walichepuka kama pale, wakaanza kumpiga umbea ndugu yao Musa. Si wanasema nabii huwa hapatagi kibali nyumbani mwao? Bwana tusaidie sana. Haleluya. Mke unayeleta kiburi kwa huyo kuhani wako, Mungu atakuadhibu wewe mwenyewe. Kuna magonjwa mengine huwa hayaji tu kwa sababu yamekuja. Mungu ameondoa mkono wake na shetani amepiga pale. Haleluya. Kuna watu walikuwa na biashara nzuri, walipoanza kiburi ndani, biashara zao zilikufa. Kawaulize, utasema nitawakuta wapi? Uje baadaye nitakwambia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Hata wanaume waliokuwa na fedha, walipoacha wake zao, fedha zao zilikwisha. Maisha yao yakawa tena hawana kuelekea mbele wala nyuma. Kwa sababu Mungu amesema msiachane. Hebu sema msiachane. Sitoki kwenye ndoa. Wenye ndoa tu ndio mseme hivyo. Hebu sema kwa nguvu katika jina la Yesu. Na iwe hivyo, Mungu akusaidie katika jina la Yesu. Ili liwe onyo tu kwa vijana. Wewe kama ulikosea, weka pale tu, imbaga pambio. Na wengine wanaanzishaga na pambio za uongo na kweli. Haleluya. Mambo yamekuwa magumu, ndio anaimba tupambio. Anaimba tupambio. Anasema hakuna rafiki kama Yesu. Si mwingine anasema nani mwanaume kama Yesu? Nani mwanaume kama Yesu? Haleluya. Nani mwanaume kama wewe? Unaimba nini huko? Nani mwanaume kama? Bora imbaga pambio hizo uweko ndani huko. Hakuna kutoka kwa jina la Yesu. Wale ambao bado hamjaingia, macho ya siingie tu. Meona jinsi mpya vijana wanapotaka kuoa huwa wanajiongezaga, wanaazima magari, wanaazima nguo, wanaazima vitu vya thamani sana. Ni mimi tu, mimi sikuweka mbwembwe zozote. Sijui na wanaume wengine hapo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sikuweka mbwembwe zozote. Mimi nilikuwa nakuwa vile ni hivyo. Lakini wengine walipotangaza kwa upako wa vitu, mimi nilitangaza jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna njia inaonekana sawa machoni pa mtu, mwisho wake ni mauti. Na tunaona kwa huyu mtumishi wa Mungu Elimeleki, aliangalia nchi ya Moabu chakula, hakuangalia roho ya mauti iliyoko Moabu. Ndio hamu yangu kwamba mtu wa Mungu uangalie hatari kabla ya kuingia kwenye jambo.
hata kuingia contract ya kazi, kuingia biashara. Kuna biashara zingine zimeambatanisha mauti. Eti mimi naenda tu kule baa, wameniambia nitakuwa nauza tu, lakini nitakuwa sinywi. Kuna namna wewe utaangamia tu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mmoja alisema mpata ndugu yangu akasema nimepata kazi. Yaani yeye ameona fedha za Chunya, ameona dhahabu za Chunya, amekosa macho ya kiroho ya kuona mauti iliyoko wapi? Chunya. Walirudi maiti wengi, wengine hata hawakuja hata Mbeya, hawakwenda kwenye mikoa yao. Kitu chochote unapokifanya, simama pale ulipo ili nimalize haraka. Unachokifanya muombe Mungu kwanza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kabla hujaziona dawa hospitalini, tafute Mungu. Omba kwanza. Kabla hujaona hospitali zilizo bora, kwamba sijui nina hela, nitaenda India, nitaenda China, nitaenda wapi, kabla hujaenda kokote, angalia kwanza Mungu. Muite kwanza Mungu. Liite kwanza jina la Bwana. Macho ya rohoni ya kuonyesha, kwa sababu huko walikoenda hao walirudi maiti. Kuna wengine walirudi wamepona. Amani ya Kristo iamue ndani yako. Jaribu kuangalia vitu katika jicho lingine. Ndio msisitizo wangu mkuu, jicho la kiroho. Sasa utakuja kuelewa nitakapojaribu kukuambia au kukufundisha hiki kitu kinachosema macho ya kiroho ni kitu gani, ni namna gani. Lakini nimejaribu kutoa kwa njia simple ya rahisi. Ya kwanza ni kwamba ni ile hali tu unaoweza kutambua vitu hatari usiviendee, na vitu vilivyo vyema ukaviendea. Wewe mtu wa Mungu ambaye umekuja hapa kanisani kusali, umekijia kitu cha maana sana, umekiacha kitu ambacho pengine kingekupa faida uko nyumbani, kwa sababu hicho kitu ambacho ungekifurahia pengine kina manufaa, hakiwezi kukuletea manufaa kama vile Elimeleki ambavyo aliendea chakula, hakuangalia roho ya mauti iliyoko pale. Yesu yeye ni mkate wa uzima. Yeye anao uzima kwa ajili ya maisha yako. Yesu yeye ni maji ya uzima. Yeye anao uzima katika maisha yako. Yesu yeye ni njia. Maana iko njia ambayo unaona iko sawa lakini na mauti, lakini unapomjia Yesu, yeye ni njia, kweli na uzima. Umechagua njia iliyo sahihi. Umechagua mahali palipo sahihi. Hakuna mauti juu yako, hakuna magonjwa juu yako, hakuna tabu juu yako, hakuna roho za mauti ambazo zitakuwa pamoja na wewe ukiwa na macho ya rohoni, lakini ukiwa na tabia ya kumwendea Mungu. Jaribu kuwa mtu wa kutega masikio, kuwa mtu wa maombi. Haleluya. Kaa kwa maombi, soma neno la Mungu, sikiliza neno la Mungu, jifunze neno la Mungu, nenda kwa ibada. Hapo mahali Mungu atakupa macho, utaanza kuona. Unapopata ndoto, unakaa na kuziombea, unazitafakari, unafunga ndoto za malango ya kipepo, unaruhusu ndoto za malango ya mbingu, ili Mungu aseme na wewe mambo unayopaswa kuyafanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Na ikawe hivyo juu yako, ikakusaidia. Tunaongea mambo ya Elimeleki, nikawa nakumbushwa huku ndani yangu, Yesu, naomba nipe macho ya roho. Utamuelewa hata yule mtu aliyeimba, nipe macho nione, macho nipe macho nione.
kama aliimba katika roho na kweli na ikamsaidia. Sijui kama maisha yake aliona hivyo, sijui. Bwana atusaidie sana. Hebu naomba na mimi, sema Bwana Yesu, nipe macho ya rohoni, nisaidie Yesu, kaniumbie hali mpya ndani yangu, kanirejeshe mahali nilipojiambatanisha kwa kukosa macho ya rohoni. Yamkini napata shida, Yesu unatengeneza, Yesu unarekebisha. Naomba ukarekebishe, uitengeneze hali mpya ndani ya maisha yangu katika jina la Yesu. Yamkini kuna vitu ambavyo nimechelewa kufikia hatima yangu kwa sababu tu ya kukosa macho ya rohoni. Naomba huu mwaka Yesu niwe na macho ya kuelewa mahali ninapoendea, nikaendee mahali palipo sahihi. Kanipe macho, kanipe uelewa, kanipe akili ya kuiendea njia njema kwa jina la Yesu. Unisaidie Yesu. Hebu mshukuru Mungu. Naomba kwa ajili yako mwenyewe. Unajua mahali ambapo upo, unajua kitu unachofanya, unajua biashara unaofanya. Kwa kukosa macho ya rohoni tu unaweza ukachagua biashara ambayo inakuletea hasara kila siku. Hauwezi ukapata faida, unapata shida kila siku, unaenda unarudi, hauwezi ukasonga mbele. Inawezekana kuna mahali umejiambatanisha, umeuza nafasi yako kwa sababu tu ya kukosa macho ya rohoni. Mungu akupe macho ya rohoni katika jina la Yesu. Mungu akupe neema katika jina la Yesu. Mungu akuvushe katika jina la Yesu. Pate kibali katika jina la Yesu. Mungu akupe macho kama macho ya Ibrahim ambaye anakaa na kusubiri mahali pale ambapo Bwana amemchagulia, patakuwa ni mahali palipo bora zaidi. Asante Mungu kwa sababu unaenda kumtengenezea mtu mmoja mahali palipo bora kama Ibrahim siku ya leo katika jina la Yesu. Amen. Mungu akusaidie. Haijalishi hata kama hali unaiona sio nzuri, lakini kama ni mahali Bwana amekuchagulia, patakuwa ni pazuri, patakupa faida baadaye. Hata kama unaona maisha ya hapo mahali hapafurahishi kwa macho yako ya sasa, lakini kama ni Bwana amekuchagulia, hapo mahali patakuwa ni bora sana ndani ya maisha yako. Hata kama hiyo ndoa imeanza katika shida, hamko sawa katika hali ya uchumi, katika maisha, kwa namna yoyote, Mungu atakusaidia kama ni Bwana ambaye amekupa ukae mahali hapo. Ninajua mpaka mmeungana, ni Mungu amekupa ukae mahali hapo. Utaenda kustawi katika jina la Yesu. Utukufu wa mwisho utakuwa ni mkubwa kuliko ule wa kwanza.